Naam, mtazamaji wa Faruku Online TV, hawa ni wananchi wa mtaa wa Ligula A uliopo kata Chuno Manispaa Mtwara Mikindani hapa mkoani Mtwara, ambapo wamejitokeza kusafisha kwa kufyeka nyasi zilizopo barabara inayoingia hospitali ya rufaa mkoa wa Mtwara ya Ligula. Zoezi hilo limeongozwa na mtendaji wa mtaa huo ndugu Idi Musa kwa kushirikiana na mwenyekiti wake wa mtaa. Lakini pia wameweza kuelezea kuwa lengo la kufanya usafi kwanza kuondoa waharifu ambao wamekuwa wakikaa kwenye kichaka hicho. Wameongeza kuwa eneo hilo limekuwa likitokea ajali, huku sababu ikiwa ni kichaka kuingia sehemu ya barabara, hali ambayo inapelekea chombo cha moto kuto kumuona mwingine anayetoka mbele yake. Wananchi wamefunguka juu ya kile ambacho wao kimehamasisha na kuja kufanya usafi kwenye eneo hili. Hii ni Faruku Online TV na mimi naitwa Faruk Mwanangonyani. Kwa majina naitwa Dr. Kandonga Baraka, mimi ni mkazi wa Ligula A. Kipekee leo tunawashukuru sana viongozi wa Ligula A, mtendaji pamoja na mwenyekiti. Walituitisha kwa ajili ya kuja kufanya usafi na tumeitikia kwa mwitikio mkubwa sana. Eneo letu hili lilikuwa ni chafu sana na ndugu zetu mabodaboda na watu wengine walikuwa wanatupa sana uchafu maeneo haya, ambapo kilikuwa sio kitendo kizuri. Kwa leo tumekuja kufanya usafi. Tunaomba sana watu waliokuwa wanatupa uchafu maeneo haya wasitupe tena uchafu. Lakini eneo hili pia lilikuwa bado lina vichaka vikubwa ambavyo vilikuwa vinatunza wadudu. Pia tumeweka katika maeneo mazuri ili watu wanaopita maeneo haya usiku wawe salama. Wito wangu ni kwamba wananchi tuwe na umoja. Bila umoja hatuwezi kuwa pamoja, kwa sababu umoja ni nguvu, na nguvu yenyewe tunaiona kama leo tumejitokeza kwa wingi, ila kuna wengine hawakuweza kujitokeza. Wengine inawezekana wana sababu maalum, lakini kwa wale ambao hawajitokeza tu bila sababu maalum, hao kiukweli hawajafanya vizuri. Kwa hiyo tunawaomba sana siku nyingine viongozi wetu wakituita basi tuitikie wito. Mimi naitwa Godfrey Mlaponi, mkazi wa Ligula A, kata ya Chuno. Tuko hapa kwenye zoezi la usafi sababu huu msitu umekaa sehemu yenye kona barabara Ligula. Mtu anotoka chini huko hawezi kuonekana kutoka huku juu. Kwa hiyo inaweza kusababisha ajali. Pana kona kali, alafu msitu ni mkubwa. Kwa hiyo tunajitolea hapa kila mwaka. Kwa hiyo ombi letu kwa serikali, tunaomba sana kwamba tunavyofanya usafi hivi tukafyeka, watufanyie, kuna skaveta pale wafanye mpango wa greda skaveta waburuze kidogo. Kwa hiyo hii kidogo inatuletesha kurudia mara kwa mara kila wakati. Hasa tutakapokuja skaveta minanika chimbua ile miti yote pale juu, itasaidia kupumzika hii adha kufyeka kila mwaka kwenye kona hapa. Lete miti, lete greda iburuze hapa pote hapa kwa hii miti mikubwa, sababu kila mwaka tunajitolea kufanya usafi. Tunafanya usafi na sehemu iko kwenye kona. Kwa hiyo tunaomba serikali hii miti yote visiki vingechimbua. Kwa majina naitwa Gertruda Mchia, ni mwenyekiti wa mtaa wa Ligula A. Tumeamua kuja kufanya usafi hapa mimi na wananchi wa mtaa wa Ligula A kwa sababu hapa palikuwa na msitu mkubwa kama tunavyoona. Msitu ni mkubwa sana na hiki kichaka kilikuwa kinatumika kwa uovu. Yaani hapa vibaka walikuwa ndo makazi yao. Mama wa asubuhi wajasiriamali wanaenda soko Chuno hapo, walikuwa wanakabwa hapa, wananyang'anywa vitu vyao. Pia pana wanyama wakali. Kuna nyoka wakubwa hapa. Yaani paka sasa hivi tumeshapata taarifa paka kuna mdudu hapa anaishi chatu mkubwa. Kwa hiyo kwa kuona hivyo, kama uongozi wa mtaa tumeamua leo tujitoe na wananchi tuje kufanya usafi eneo hili, angalau na eneo lionekane pawe peupe, tupunguze hiyo adha ya kwamba wananchi wanapata shida wanyama wakali. Kwa hiyo tunapata shida kweli kwa mazingira haya. Kichaka hiki uchafu umekisiri. Yaani hapa limekuwa dampo la kutupa takataka chafu na za hatari. Kwa hiyo ndo tumejitoa leo ili tufanye usafi mazingira haya ya eneo hili la Ligula. Kwa kweli wito wangu kwa wale ambao hawajajitoa, tuzingatie kwanza, usafi wa mazingira ni muhimu kwetu. Kama tunavyosema, hao wadudu waliokuepo hapa hawakuzuru wewe mwenyekiti wala mbunge wala nani. Hao wadudu wataathiri mtu yoyote, ikiwa ndugu yako, jamaa yako. Kwa hiyo unapozila kufanya usafi au kujitoa kwa ajili ya shughuli za mtaa,
inakuwa ututendei haki sisi wenzako. Ututendei haki kwa sababu huu ni umoja wetu. Tumeamua kama mtaa wetu lazima tuupendezeshe mtaa, upendeze mtaa, uwe na makazi mazuri, watu waishi vizuri. Ndio lengo letu na ndo makusudi yetu. Sasa wewe ukiwa umelala nyumbani mpaka sasa hivi na taarifa unazo, umepata taarifa ya kwamba ushiriki wa usafi, kwa ubishi wako, kwa kiburi chako umeamua tu kukaa nyumbani, au tutendei haki kwa kweli. Na tunaumia wenzako kwa sababu wewe unahitaji pia kupata huduma, unahitaji pia kuwa na njia mzuri, barabara mzuri, usafi. Kwa nini hutaki kushiriki na wenzio? Kwa hiyo tunatakiwa kushiriki wote pamoja. Tunapotangaza tangazo kwamba wananchi tushiriki, tufanye hiki, basi tuungane wote kwa pamoja, tushirikiane kufanya usafi. Kwa majina naitwa Idi Musa Ali, ni afisa mtendaji wa mtaa wa Ligula A Chuno. Sisi kama wana Ligula A kupitia mkutano wetu wa kikanuni, wa kisheria kabisa, mkutano wa mtaa wa Ligula A ambao tulifanya Jumamosi iliyopita, kwa kuona changamoto iliyopo katika maeneo yetu, barabara yetu ya Ligula hii hapa hospitali, kwamba hii sehemu ni sehemu mbaya kwa maana mteremko au mwinuko, na pia imekaa katika sehemu ya kona. Kwa hiyo tunaona moja kwa moja kukubaliana kwenye mkutano wa wananchi, tukaona moja kwa moja tuje tusafishe eneo hili ili sasa kuondoa changamoto hasa ya ajali mbalimbali ambazo zinawakumba watumiaji wa barabara hii, lakini pia na kuondoa hiki kichaka ambacho sasa wahalifu wanaweza kujificha na kuweza kufanya uhalifu katika wananchi mbalimbali ambao wanaelekea katika eneo letu la Ligula, hospitali ya mkoa wa Ligula, lakini pia kuzunguka maeneo yetu ya mtaa wa Ligula A. Shiriki kwa namna gani kwa wananchi? Kwanza tuliwashirikisha mimi kama mtendaji, lakini pia kushirikiana na mwenyekiti na wajumbe wa serikali ya mtaa. Tulikaa pamoja kwenye kikao cha ndani, na baadaye sasa tukasema toke nje tukawashirikisha wananchi wetu wa mtaa wa Ligula A, tukaweka maadhimio na tukakubaliana, na mwisho wa siku kama ulivyoona ndugu mwandishi, wananchi wa mtaa wa Ligula A wamejitokeza kwa wingi na jambo hili tumeanza nalo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, ila tu nitoe wito kwa serikali, kama mnavyoona huu msitu ni mkubwa. Kwa hiyo sisi kama wana Ligula A tumepambana katika namna ambavyo kama mmeona. Kwa hiyo tunaomba serikali na wao waje watupe nguvu kwa kuweza kukata hii, kuondoa huu uchafu wote ambao uliopo kwa kutumia hasa mtambo kama lile skaveta na greda. Kwanza nitoe wito kwa wakazi wa mtaa wa Ligula A ambao hawajafika kwenye zoezi hili. Nafikiri hili zoezi tulikubaliana kwenye mkutano wa mtaa, na sisi kama mtaa kuna utaratibu wetu ambao tumejiwekea. Tuna msemo wetu, asiyekuja kwa ngoma babangu kwenye msiba wa mwanao siji. Kwa hiyo sasa kama tulivyokubaliana hivyo, na sisi ambaye hawezi kushirikiana na sisi, basi atakuwa si miongoni mwa utaratibu ambao sisi tumejiwekea kwenye mtaa. Kama unavyoona hapa ambao tumefanya usafi, lakini mwisho wa siku tutachukua mahudhurio, wale ambao watakuwa wamepewa mahudhurio ndio ambao tutakuwa wanahusika katika kupeana huduma sasa, ili wewe funzo kwa wakazi wengine ambao hudhuria katika matukio kama haya ya kijamii. Na tumefika tamati juu ya taarifa hiyo kuhusiana na wananchi wa eneo hili kuja kufanya usafi kwenye barabara hii, ama barabara ambayo kitazama hapa inayoingia kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa ya Ligula. Nimekwisha fika tamati ya taarifa hii. Mimi naitwa Faruku Mwanangonyane, hii ni Faruku Online TV. Bye bye.